umeshachoka? Wamama mpo? Nabii pale kamoja, karibu sana baba, mlete nabii akae hapo. Wamama wafanye hilo tukio kwa dakika moja, na baada ya hapo turuhusu wabali, maana siku ya Jumatano hapa tutamwona Mungu kwa viwango vya juu. Sema amen. Nabii karibu hapo, angalau hawana vingi lakini kidogo tu, kama ishara ya kwamba wamama wamebarikiwa na wewe. Sema amen. Mwenyekiti, sasa kama kuna uwezekano amba haraka haraka. Nabii ndio nani yake si mkubwa. Haleluya. Haleluya. Nabii tukimaliza atakapoenda kwa ofisi, nitataka kuonana na mama. Sema amina. Lakini akiondoka tu, kuna watu nataka niwaone. Wewe dada, wewe mwenyewe unaigeuka. Na wewe mwenyewe. Na wewe kijana, nyosha mkono. Na wewe baba, nyosha mkono. Yes. Na sitamka kitu juu yenu. Yeye ndio point. Sema amena. Sisi tulikuwa na nabii hatari. Jicho la leo sasa limeanza kazi. Sema amena. Haya, piga mziki wa mama waweze. Kama huna chochote. Yes. Ukifika kule Mombasa, mwambie wale wa mama ambao wako Tanzania wanazo salamu zako ambazo wamesema hawawezi kutoa salamu kwa mdomo ila kwa vitendo. Tunaomba kitenge hiki, mwambie mama, hii ni salamu kutoka ni salamu yetu. Barikiwe na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya wamama. Amen. Wamama ni jeshi kubwa. Nataka kusikia kigelegele cha wamama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamama tumewapiga bao, si ndio? Amina. Na wale wanasubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Tumekuwa na mtumishi wa Bwana ndani ya siku 5, amekuwa pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasi kama wamama wa kanisa la Pugu tukasema hapana, umekaa na sisi ndani ya siku 5. Hebu peleka hii salamu kwa mama ili mama ajue kwa kweli umetoka Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mama ambaye haujashiriki usijisikie vibaya, maana imekuwa ni ghafla sana. Amina. Lakini kwa wakati mwingine tutakuwa wote kwa pamoja. Na washukuru wa mama wote kwa umoja wenu. Huu umoja tulioonyesha leo usiishie hapa, uendelee tena na tena. Mungu awabariki. Asante nije. Jamani, wala msiomjua huyu ndio mama mchungaji. Wala msiomjua huyu ndio mama mchungaji. Huyu ndio mama mchungaji. Kwa hiyo kuna siku atakuja, na nimepanga Alhamisi moja ambayo ni ya mama. Atakuja, mtakuwa naye, atafundisha. Sema amina. Nabii sema kitu juu ya watoto. Wacha tuombe. Kwanza Mungu awabariki sana. Wamama ni jeshi kubwa. Na naamini kwamba kanisa liko na wamama linaenda mbali. Maana wamama ndio kanisa. Kanisa likikosa wamama unakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama ndio walisimama na huduma ya Yesu. Ingawa hawakutaja sana, lakini katika Biblia walikuwa na manabii wa mama. Nabii mke. Soma Biblia utapata kuna nabii mke katika
Agano la Kale, kuna nabii mke katika Agano Jipya. Katika mataifa ambayo hampo karibu, Mungu asababishe watu kutoka mbali watakaopokea uzao wenu. Uzao wenu usiteseke. Mali mmetoa, Mungu akaongezee maradufu katika jina la Yesu. Hamtazuiliwa na jambo lolote. Natamka kwamba maendeleo yenu Mungu ataingilia kati na atawatetea na atawapigania kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Mungu awabariki sana. Wamama, Mungu awabariki sana. Naanza kupumzika sasa. Asante. Naomba wale mnaotamka njoni nitamke kitu chenu. Njoo. Sogea. Ya chaguzi zitakazofanyika kwenye taifa la Tanzania. Chaguzi utapitiwa nawe. Lakini mpende Mungu wa baba yako na mama yako. Kwa sababu ninaona kuna mashindano, hawataki Mungu wa baba yako. Hawataki kumpenda Mungu wa baba yako na mama yako. Hata hivyo umejilazimisha mpaka kufika hapa. Kajitahidi kwa vyovyote vile. Kuna mahali Mungu anakupeleka, watu watakushangaa. Lakini mpende Mungu wa baba yako na mama yako. Kati ya teuzi zitafanyika kwenye nchi ya Tanzania, kuna siku utaona jina lako litatoka kwa nchi. Luka 1:34. Malaika Mariamu akamjibu malaika, litakuwaje neno hili?